yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Amen. Basi nafikiri sauti yangu hii inawafikia wote. Tuweze kulisoma neno la Mungu. Baadaye tuingie kusoma. Amen. Tusome Wakolosai mlango wake wa pili. Kuanzia mstari wa 14. Kolosai mlango wa pili mstari wa 14. Napenda nisome tu kwa sauti yangu hiyo unayosikia. Biblia inasema hivi: basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyoungamanika naye katika mfano wa mauti yake, maana yake ubatizo, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Haleluya. Mtumishi wa Mungu huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Alijaribu sana kunena na kanisa la Kolosai, akawaonyesha namna Yesu alivyokuja, mwanzilishi wa mambo yote, katika mambo ya huduma, katika mambo ya karama, katika mambo ya mapito, katika mambo ya njia, kwa namna zote ambazo tunajifunza habari za kiungu tunapita kwa Yesu. Ndio maana Yesu akasema kwamba mimi ndiye njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tunamuona Yohana akimtangaza. Yohana anamtangaza kwa namna ya sauti hii: mimi ni sauti ya mtu iliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Yuko nyuma yangu anakuja, ambaye ni mkuu kuliko mimi. Na ndio maana Yohana akajaribu sana kuzishusha na kuanguka mbele za watu kumuonyesha Yesu kabla hajaja. Baadaye wakati Yesu amekuja, alimkuta Yohana majini kwenye mto Yordani akiwabatiza watu. Na sasa baada ya Yesu ametimiza kusudi, maana Yohana alitaka kukataa, lakini Yesu akamwambia kubali ili mambo yote yatimie, maana yake maneno yakamilike. Yohana alipombatiza, mbingu zilifunguka. Biblia inasema kwamba sauti ya Mungu ikatoka juu, sauti ikateremka, ikanena na watu kwamba msikieni, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Amina. Yesu anaanza kazi, akawaambia watu kuwa mimi ndiye njia, kweli na uzima. Haleluya. Maana yake kila alichokifanya, lazima sisi wana wa Mungu ambaye tunamwamini Kristo Yesu kuwa Bwana, lazima tupite huko huko. Kama alipita maji mengi, ndio maana na sisi tunapitia kwenye maji mengi. Sasa kazi aliyoianzisha ilikuwa ni ishara. Yaani ishara ya kubatiza ya Yesu kwa maji ilikuwa inamuonyesha, ni mfano kwa ajili ya watu kwamba huyu Yesu atakuja kufa. Baada ya kufa watakuja kumzika ndani, na baada ya kukaa ndani siku ya 3 atakuja kutokea. Sasa sisi tukimchukua mtu leo ambaye moyo wake umependa kwa kuamini, kujali, kuzikwa, yaani kubatiza, yaani ishara kwa kwamba tunamzika. Haleluya. Tunafanyaje? Tunazika mtu. Nani amewahi kuona mtu mzima, mtu ambaye ana uhai bado, anapumua? Nani ameshamuona mtu huyu kwamba wanamtengenezea kaburi, hatimaye wanamzika kwa sababu ameugua muda mrefu? Kuna mtu amewahi kuona mtu wa namna hiyo? Nafikiri hakuna.
hata kwenye kizazi chetu hakuna atakayetokea. Lazima mtu kwanza afe. Yawezekana kwa si kwamba anakufa hapo hapo anakimbia kuchimba kaburi. Hata wengine wanaweka mochari, wanaweka mwezi mzima, wengine wiki mbili, wengine wiki moja, wengine siku fulani. Hatimaye wanahakiki kabisa kwamba amekwisha lala, baadaye wanachimba kaburi na kuzika. Sasa na sisi mfano huu tunayofanya ni ishara ya kuzika mtu aliyekufa. Haleluya. Haleluya. Lakini kama wewe bado ni mzima, hauna sababu ya kuzika mtu ndani. Hivyo, tunamzika leo, nitapenda tutamhoji. Atakuja huku ndani, mimi nimhoji. Nikiona kwamba hajafikia kiwango cha kuzika, basi na maana nitamuondoa. Sasa, ina maana kama ni mzima, kama mwili wake ni mzima hajafa, sina sababu ya kumzika mtu ndani. Lakini kama mwili umekufa na amekubali kufa mwenyewe kwa ajili ya ufalme, basi mtamzika. Sasa zikatuwa na mengi kuhusu haya maelezo. Naomba kwamba Mungu awabariki. Tuendelee kuimba, tuendelee kufurahia, tuendelee kushangilia. Wakati huo ninamwalika mhusika ajiandae kuja majini. Wimbo sasa. Mkono wa Bwana umenibeba, haijawa rahisi. Umebeba mkono wa Bwana umenibeba, haijawa rahisi. Umebeba mkono wa Bwana umenibeba, haijawa rahisi. Umebeba mkono wa
Kama tutasoma cha Mungu mkuu. Hapana maswali na kama mkuu. Wao kwa sababu hata. Amina. Nimemuuliza jina lake ni nani? Unajua ni swali. Maana anaweza kubadilisha. Mbona antembiza nikaeleza akapeleke. Lakini bora antembiza nikabadilisha nika akakupelekea Eliza apelekele. Wame ndio wakarucheza mswali. Wame ni mswali kwa gura ruchika bado hakuna ubaya kuitwa Eliza. Maana wanagetege Eliza ndio ndoko yaka. Kichika cha watu chera mota kuitwa apelekele kati kwa sababu wanategele hata ndio Eliza ndio yaka. Lakini bora kutetea yeye abatizwa. Wame mbahurika na abatizwa kali. Ndio kutende. Mugurika kikigero nacho ko bache ko kikigero nacho ko batiswa. Ana bemba kumunta hamo. Antewe na hamo. Na kama kigera hamo ye. Hana utika mangana yake baraka isere. Amina. Magagi. Atakuwa kutakapomuona tena kesho amerejea. Utamuuliza hivi, mbona tulisikia kwenye maji kwangu viachana na kila kitu? Mbona leo tena umerudia? Amina. Sasa kwa ajili ya hilo akabiriga baada ya gukora hivyo baramenye imenya iriya umangana kayo ngarakora hatu moyo moyo uitabiri maana kukupi na kuona sasa sisi tunafurahi sasa unataka amina. Asante sasa ngamo hesabu na haki. Na hata wakati huo pia umesimama wewe jifunze. Maana siku nyingine kesho ama kesho nyingine utaingia hapo kwa pati za wiki. Amina. Sasa nampa semina. Sasa semina nataka mtu ujiangalie. Kwanza semina ya kwanza ni unamhoji hapa. Unaulizana mnazungumza naye. Alafu wewe unachukua sasa wewe ndio unakuwa sipika yake kuambia watu wengine. Alafu sasa namhoji. Namhoji semina. Tunale mukolele maana hapo tole tukone mbele mugekanga kumarekana gato hapa tisa na kitu kikotole toke kule. Sasa semina na mamo. Sasa kwa imani nami nimechukua hii nafasi kwa imani na sisi mashahidi nimechukua nafasi hii kupitia neno na agizo alilosema Yesu kwamba tutawabatiza watu kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu.
na roche wono hatoke yumo. Na kwa ajili ya huduma hii, Baba yangu umetimiza kusudi kwa ajili ya mtumishi wako Elisa. Tayari amechukua nafasi ya Bwana kuamua ili kuingia kwenye maji mengi kwa kuyazika maisha ya kale, utu wa kale, na tayari Bwana tumekubaliana na kwa imani tumemzika kwa jina la Yesu, kuungana pamoja nawe kukiri Bwana kuwa Yesu wewe ulikufa, hatimaye ukazikwa, mwisho wa siku ukafufuka na ukapaa ukashinda ulimwengu. Nami ninaamini ishara hii ni kwamba tunazika, Mungu, tumezika ule utu wa kale wa dhambi kwa mwili wa asili, sasa ametoka ndani na mwili mpya, sasa ni kiumbe kipya kwa jina la Yesu. Nami mtumishi wako nimeweka mkono wangu juu yake. Naomba neema ya kushinda, naomba neema ya kuyashinda mapito, naomba neema ya kuyashinda majaribu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ninakualika ili ukaweza kutua juu yake kama Yesu, ishara iliyoonekana wakati ulipotoka majini. Roho wa Mungu alishuka juu yako kwa njia ya jiwa. Nami natangaza Roho wa Mungu juu yake atakayemwezesha kushinda majaribu na hata kushinda mwili. Libarikiwe jina lako, maana sisi mashahidi tumeshuhudia tendo hili ambalo umelitenda. Pokea sifa na heshima